ni mtu ambaye anakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwake. Popote kwenye unaenda unatembea, anatembea Roho Mtakatifu. Akiwa nyumbani mwake yuko na Roho Mtakatifu. Akiwa kanisani yuko na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya 3 na mstari wake wa kwanza iko natuambia ni mtumishi wa Mungu. Biblia kitabu ya Mungu inasema hivi. Ndio. Lakini ufahamu neno hili. Ndio. Ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Zitakuwa nyakati za hatari. Ndio 2 nasema. Ndio. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Wenye kujisifu. Wenye kiburi. Wenye kutukana. Watu wa kutukana. Wasiotii wazazi wao. Wasio na shukrani. Wasio safi. Watu wasio safi. Wasiopenda wakwao. Watu wasiopenda wakwao. Amen. Haya maandiko ambayo tunasoma hapa, niko natafuta tu kukuonesha utofauti katikati ya huyu roho wa wakati huu wa kwanza na wakati wa pili. Utofauti unapatikana kwa na wakati gani? Haleluya. Amen. Utofauti unakuwa unapatikana hapa kwa watu wa zamani, watu ambao watakuwa watenda maovu, watu ambao watakuwa waasi wasiopenda wakwao, watu wa kutukana na kadhalika. Haya mambo Biblia iko natuambia hapa. Na Yoeli iko natuambia hivi, aseme ule wakati, kwa sababu utakuwa wakati wa uovu, watu ambao watakuwa waasi wasiopenda wakwao, watu wa kutukana na kadhalika. Haya mambo Biblia iko natuambia hapa. Na Yoeli iko natuambia hivi, aseme ule wakati, kwa sababu utakuwa wakati wa uovu, tena utakuwa wakati wa hatari, ndipo Mungu atatuma Roho Mtakatifu kwa zile nyakati za hatari. Yaani atakuwa roho wa wakati wa hatari, ili kwamba atajaza watu wote. Sio mitume tu tena ambao watapokea Roho Mtakatifu. Amen. Lakini itakuwa ni watu wote. Ndio Biblia inasema na vijana wenu watakuwa wanatabiri. Hata wazee nao watafanya nini? Wataota ndoto. Vijana wataona maono. Yaani itakuwa wakati ambapo Mungu atamwanga roho wake juu ya watu wote wenye mwili. Ni tu tofauti niko nataka kuonesha hapa. Hii siku ya Pentekoste ilikuwa ni siku ambapo mitume walijaza Roho Mtakatifu, na ni siku kanisa letu lilikuwa linazaliwa. Amina. Lakini baada ya kanisa kuzaliwa, ikabakia kwa mitume tu, na ikabakia wakihubiri Injili. Lakini ilibidi tena tuchunge wakati ambapo Roho wa Mungu atamwanga juu ya watu wote. Tena itakuwa wakati wa mwisho, tena itakuwa wakati wa nini? Wa hatari. Kitabu cha Mathayo kiko natuambia hivi, aseme siku za mwisho zitakuwa siku za vita, wakati ambapo taifa litaondoka kupigana na taifa lingine. Yaani itakuwa wakati wa nini? Wa hatari. Bwana tusaidie sana. Amen. Na watu wa Mungu, niko nataka kusema hivi, ndugu mpendwa, uelewe kuwa huu wakati ambao tuko naishi ni wakati wa hatari. Huu wakati ambao tuko naishi ni wakati wa mateso. Huu wakati ambao tuko naishi ni ule wakati ambao Yesu amesema kuwa itakuwa siku za mwisho, zile wakati ambapo taifa litondoka kupigana na taifa. Haleluya. Na Mungu anasema kwa huu wakati ndipo atamwanga Roho wake Mtakatifu juu ya wote wenye mwili. Amena. Niko nasi makanisa yetu, niko nasi ndugu wa Kristo, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mujikaze, mujitafute kuwa na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yenu. Akae kwenye siku zote, awaongoze katika safari ya kwenda mbinguni. Mungu atubariki na libariki na chochote na kwangu ndugu mpendwa. Amina. Amen. Asante sana baba, na tunashukuru tena kwa mafundisho, na tumesikia sana kubarikiwa na Mungu. Kweli akubariki. Amen. Kama ukatufuata, endelea kutufata na utapata mafundisho yenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Ndiyo. Na nilikuwa na swali kidogo mzee, ndauliza. Amena. Wakati ulikuwa kunafundisha ukasema kama nabii Yoeli alitabiri juu ya siku za mwisho. Ndiyo. Bwana atamwanga roho yake kwa watu wote. Ndiyo. Binti zenu watajazwa
na pia vijana wenu wataona manini maono. Ase kama pia na wazee wenu wataota ndoto. Anasema ase kama siku za mwisho. Asa sijue kuna siku za mwisho iko hapo. Ndio. Petro naye anakuya naye anasema juu ya nani ya Yoeli. Asa utueleze siku za mwisho ambayo yeye hapa aliyekuwa iko na tabiri Yoeli, ndio siku gani? Ndio. Asante, tunakushukuru kwa ulizo nzuri ambayo umetupatia. Asante. Siku za mwisho ndio ni siku ambazo zimetabiriwa na nabii Yoeli. Ndio. Kusema kuwa hizi siku za mwisho zitakuwa siku ambazo Mungu atamwanga roho wake juu ya wote wenye mwili. Hili jambo lilikuja kukamilika siku ambapo mitume walipojazwa Roho Mtakatifu. Mpale kitabu cha Matendo ya Mitume ni siku ambapo hii nyakati za mwisho zilipoanza, wakati ambapo ilikuwa accomplishment ya haya maandiko ambayo Yoeli alisema kuwa Mungu atamwanga roho yake juu ya watu wote wenye mwili. Na ile siku mitume wakapokea Roho Mtakatifu. Haikuwa mitume 12 tu, lakini mulikuwa na wanawake pia ambao nao walijazwa Roho Mtakatifu. Yani hili andiko la Yoeli likakuwa linatimia kwa ile siku kuwa atamwanga roho juu ya watu wote wenye mwili. Yaani vijana, wanawake, wazee walikuwa ndani na wale wote walipokea Roho Mtakatifu. Na ndio ilikuwa siku ya accomplishment ya ile andiko. Mungu atubariki na libariki neno. Amina. Amen. Nashukuru sana kujibu lako. Asante. Na mimi nasikia kwamba nabii Yoeli alitabiri juu ya siku za mwisho. Ndio. Kugisi nimesikia kama umekuja kusema ila ya kwamba siku za mwisho zikaanza siku ambayo mitume walipokea Roho Mtakatifu. Ni vile ndio ni siku ambazo zilipoanza kwa ile nyakati. Namesha kama siku za mwisho zilianza siku walipokea Roho Mtakatifu. Ndio siku ambayo bibi harusi alianza iko anajiandaa juu apokee bwana harusi. Asante sana na tunashukuru sana kwa mafundisho. Jua kwamba hivi siku ambayo mitume walijazwa na Roho Mtakatifu njo ilikuwa mwanzo ya siku za mwisho ya hii dunia, ila kwamba wakati Yesu atakuja kuchukua kanisa njo siku ya mwisho, ila kwamba mwanzo wa siku za mwisho ilianza wakati Roho Mtakatifu alishuka. Mungu akubariki. Amen. Baba, na tunasema tena aksanti na isikuwe ya mwisho kufika hapa kwetu. Baba, tunasema Mungu awabariki sana. Amen. Na au revoir. Nawe pia ubarikiwe na Mungu. Amen. Amen.